Nimesoma kisa kimoja cha mtu ambaye tumemsoma sana katika historia ya vitabu vya dini, anaitwa Yusufu, ambaye aliuzwa Misri kwa sababu ya chuki za ndugu zake, lakini kumbe kuuzwa kwake ulikuwa ni mpango wa Mungu. Lakini katika hadithi hiyo na habari hiyo, kitu ambacho pekee kimekuja kunipa fundisho, huyu bwana wakati akiwa gerezani amefungwa, Farao akaota ndoto ambazo zilimchanganya, na baada ya kuota ndoto ikashindikana kupata tafsiri ya zile ndoto kutoka kwa waganga na wataalamu ambao Farao alikuwa anawategemea. Mwisho wa siku akatafutwa Yusufu kutokea gerezani aje amsaidie kutatua zile ndoto. Jambo moja ambalo ni la pekee ambalo nimeliona katika hiki kisa ni pale ambapo Yusufu alipofika akatatua akatafsiri zile ndoto, maisha yake yakabadilika kuanzia pale pale. Kumbukumbu za maandiko zinaonyesha kwamba baada ya kutoa ile tafsiri, Farao akauliza, tumpate wapi mtu mwenye roho ya Mungu kama huyu? Tupate wapi mtu mwenye majawabu ya maswali yetu? Tupate wapi mtu mwenye suluhisho ya changamoto zetu? Nani mwingine anaweza kasimamia mchakato wa kuhakikisha kwamba magara yetu yanajaa chakula kwa ajili ya kujiandaa na njaa itakayotokea baada ya miaka 7 ya shibe? Na baada ya hapo, kumbukumbu inaonyesha kwamba Farao akamtafutia Yusufu binti mrembo, binti wa kuhani mmoja mzuri. Yusufu akapewa mke, Yusufu akabadilishwa jina, Yusufu akabadilishwa mahali pa kuishi, Yusufu akapewa cheo. Kumbukumbu zinaonyesha Farao akavua mpaka pete yake, akavua nafasi yake ya mamlaka, akamkabidhi Yusufu. Kuanzia siku ile Yusufu akawa mtu mwingine. Kilichomfanya akawa mtu mwingine ni ule uwezo wa kutatua matatizo. Swali kwako, swali kwangu, what problem are you solving? Unataka utoke, unatafuta kiki, unatafuta namna ya kutusua, vijana wanasema, kwenye maisha. Lakini swali la msingi, unatatua tatizo gani? Kwa sababu ili uweze kutoka kwenye maisha na kuwa mtu wa thamani, mwenye heshima, lazima utatue matatizo. Chukua hiyo, itakusaidia.